Maelfu hadi makumi ya maelfu ya waandamanaji walifurika mitaani katika mji mkuu wa Irani, Teherani, usiku wa Aprili 19 mwaka 2026 katika maandamano makubwa yaliyoonyesha uungwaji mkono thabiti kwa serikali, huku yakisukumwa na hasira kali kufuatia taarifa za vifo vya maelfu ya raia vinavyodaiwa kusababishwa na mashambulizi ya anga ya pamoja ya Marekani na Israel. Barabara kuu, viwanja vya wazi na maeneo ya kihistoria ya jiji hilo yalijaa umati wa watu waliokuwa wakipeperusha bendera za taifa, kubeba picha za viongozi wao na mabango yenye ujumbe mkali wa kupinga kile walichokiita uvamizi na ukandamizaji wa mataifa ya kigeni. Waandamanaji walikuwa wakipaza sauti zao kwa kauli za mshikamano wa kitaifa, wakisisitiza kuwa Irani haitasalimu amri licha ya mashinikizo ya kijeshi na kiuchumi. Katika baadhi ya maeneo, maandamano yaligeuka kuwa mikusanyiko mikubwa ya hotuba, ambapo viongozi wa kijamii, wanaharakati na hata baadhi ya maafisa wa serikali walitoa matamko kuhimiza umoja na uvumilivu kwenye kipindi hiki kigumu. Kulikuwa pia na matukio ya watu kuwasha mishumaa na kusoma dua kwa ajili ya waliopoteza maisha, jambo lililoongeza uzito wa kihisia katika maandamano hayo. Kwa upande mwingine, hasira ya umma ilionekana wazi kupitia kauli kali dhidi ya Marekani na Israel, huku baadhi ya waandamanaji wakitaka hatua za kulipiza kisasi zichukuliwe haraka. Wengine walisisitiza kuimarishwa kwa uwezo wa kijeshi wa taifa, kwa usalama wa Irani unapaswa kuwekwa mbele ya mazungumzo yoyote ya kimataifa. Kauli hizi zinaakisi kuongezeka kwa msimamo mkali ndani ya jamii, hasa miongoni mwa vijana walikuwa sehemu ya waandamanaji. Jambo jingine lililojitokeza kwa nguvu ni upinzani mkubwa dhidi ya kurejeshwa kwa mazungumzo ya kidiplomasia na mataifa ya Magharibi. Waandamanaji wengi walieleza kuwa diplomasia haina maana ikiwa mashambulizi bado yataendelea, wakidai kuwa mazungumzo ya nyuma ya pazia yameshindwa kulinda maisha ya raia wa Irani. Kauli mbiu zilizopazwa zilionyesha wazi kutokuwepo kwa imani kwa makubaliano ya kimataifa, huku baadhi wakisema kuwa nchi inapaswa kujitegemea kikamilifu bila kutegemea makubaliano na mataifa yanayoonekana kuwa maadui. Maandamano hayo pia yaliambatana na ulinzi mkali kutoka vikosi vya usalama ambavyo vilihakikisha kuwa mikusanyiko hiyo inabaki chini ya udhibiti, huku yakizuia uwezekano wa vurugu au uharibifu wa mali. Licha ya tahadhari hiyo, hali ilibaki yenye hisia kali na msisimko mkubwa, ikiashiria kiwango cha juu cha hasira na huzuni miongoni mwa wananchi. Kwa ujumla, maandamano haya yanaonyesha mabadiliko muhimu katika mtazamo wa umma ndani ya Irani, ambapo hisia za uzalendo, hasira na kutoamini diplomasia vinazidi kuongezeka. Wachambuzi wanaona kuwa hali hii inaweza kuipa serikali uhalali zaidi wa kuchukua msimamo mkali katika sera zake za ndani na nje, huku ikiongeza uwezekano wa kuendelea kwa mivutano katika eneo la Mashariki ya Kati na hata hatari ya mzozo mpana zaidi iwapo suluhu ya haraka haitapatikana. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.